Mwanzo mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mstari wa 16. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Injili ya Yohana, fungu wa Yohana sura ile ya 8, na Biblia sura ya 8 mstari wa 31 mpaka 38. Neno la Mungu linasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wote, nao wasemeje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Najua kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnanitafuta kuniua, kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Niliyoyaona kwa Baba ndiyo niyanenayo, nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndiyo myatendayo. Haleluya! Punga mikono hiyo kumpa sifa, heshima na utukufu anayestahili mmoja tu. Mjumbe wangu jioni ya leo, mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu. Mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu. Mungu alipokusudia kumuumba mwanadamu alikuwa na mpango naye. Na hata wewe kiambiwa leo umeumbwa na Mungu unakubali. Lakini si kwamba Mungu amekuumba hapo hana mpango na wewe. Kuna mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu, amekusudia. Kuna mikakati, kuna mambo alikusudia kwa mwanadamu aliyemuumba aone akiyatenda. Sasa bahati mbaya mwanadamu aliyeumbwa na Mungu hayupo kwenye mpango wa Mungu. Mambo anayoyafanya sio yale Mungu aliyokusudia. Mambo anayotenda kila siku sio yale Mungu aliyokusudia aliyemuumba. Hata anapotembea njiani, anapofanya kazi, mambo aliyobeba ndani ya moyo wake sio yale aliyokusudia Mungu aliyemuumba. Mwanadamu ametoka kwenye kusudi la Baba aliyemuumba. Jioni yukaria milele anakutafuta mwanadamu. Mungu ana mpango na wewe. Soma hiyo Mwanzo 2 mstari wa 7. Anasema Mungu alipomuumba mwanadamu alimfinyanga kwa udongo wa ardhi, na bado akaamua kutoa pumzi sehemu yake. Mungu akampulizia mwanadamu pumzi yake, mwanadamu akawa nafsi hai, kaanza kutembea, kuongea, kwenda kulima, kwenda kufanya kazi. Kuna pumzi ya Mungu. Kuna pumzi ya nani? Sio yako. Hilo pumzi ulio nayo mwanadamu, uhai na nafsi ulio nayo, hiyo ni ya Baba aliyekufanya hapo juu ya uso nchi, ukampangwa juu ya maisha yako. Wanadamu wengi wametoka kwenye mpango wa Mungu. Mungu akumuumba mwanadamu sio na mpango naye. Hata wanadamu chini ya mbingu wanafanya kazi kwa mpango, wana mikakati. Wewe ukamkuta mtu amefuga mbuzi au ng'ombe hana mpango nao. Eti inawezekana? Anafuga mbuzi, kwanza anaandaa banda, alafu mbuzi hao ana mpango nao. Katimia sema wazaliani, baadaye wakishazaliana wengi tawauza. Tafanya hivi na hivi. Ana mipango. Hasa kabla ya mipango yako, Mungu alipokuumba mwanadamu alikuwa na mpango nawe. Akamchukua yule mwanadamu aliyempulizia pumzi yake, akamwagiza mambo yapasayo kutenda. Atekeleze maagizo ya Mungu aliyemuumba. Afanye Mungu anayomwagiza, ili yule mwanadamu awe hai kwa Mungu. Mungu amtume fanya hivi, acha dhambi, samehe, acha wizi, acha uchawi. Mwanadamu akubali kuacha Mungu aliyomzuia. Ndio maana alimwambia Mungu katika bustani, miti iko mingi, lakini mmoja tu usile matunda yake. Haleluya, 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 haleluya. Ukoje mwanadamu jioni ya leo?
Je, unayatenda? Ndio Mungu aliyokuagiza. Hata moyo wa mwanadamu unamshuhudia. Ndio maana mtu anaenda kuzini, hawezi kazini hapa tumuone. Nadhani kwa nini anaogopa? Anayajua maagizo ya Mungu, anajua anayefanya si ya Mungu. Sasa shetani anamwambia tafuta sehemu, nenda gesti, nenda huko mlimani kwenye majani, nenda safiri, nenda Tabora, si nenda Iringa, safiri Mbeya na hiki mada, asijue mke wako, asijue watu wengine. Anta kwa watu tu wengine kujua anayafanya aliyo kinyume na Mungu ni aibu. Yukalari anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti, haweza kukurejesha mwanadamu kwenye mpango wa Baba wa Roho, kwa kutoka kwenye vifungo vya dhambi ukageuzwa nafsi yako kutembea na maagizo ya Baba wa Roho. Ni ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunarejeshwa kwenye mpango wa Mungu. Mwanadamu Mungu amemuumba akiwa na mpango naye, akiwa na kusudi naye. Kuna mambo alikusudia mwanadamu ayatende, mwanadamu ameshika mengine kabisa. Hata hivi na ubini mwingine anajua hata aliyobeba moyoni ni mengine. Mchawi uko moyoni, mzinzi uko moyoni. Hata hapa tunaona hana hawala moyoni, anaye ameshika maagizo na maekezo hawala, ana message za hawala. Huyu mwanadamu ametoka kwenye mpango wa Mungu, maana ameibiwa na shetani mzima. Yaani shetani haibagi ili udongo, anaiba yule mtu uliichi no yule. Ile nafsi hai ndiye inayoshika roho ya uzinzi. Ili mwili udongo linapelekwa tu. Na hiyo maana ile nafsi ndiye inafanya mawasiliano, ina chat ili udongo linatekeleza tu nafsi inachotaka. Ina chat, inatuma message. Mahojiano na shetani, fanya hivi, anatekeleza. Ili udongo linafuata baada ya nafsi imekubaliana kufanya mambo kinyume na Mungu. Na ndivyo ulivyo. Iko mbele yako, sipokubali kutubu leo, usipogeuka, ikole chia mwenye nafsi jioni leo. Anakuita kijana, anakuita baba, anakuita mama, binti. Rejea jioni leo kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Utaishi kinyume na mwenye nafsi mpaka lini? Na baada ya kutoka hapa, kila nafsi ya mwanadamu itarudi kwa mwenye nafsi. Shetani anaweza kudanganya mno leo. Unawanda na dhambi, unajiona umemaliza. Una siku ya kisulisuli ya kulia na kusaga meno. Mwanadamu atakaporudi nafsi yake kwa yule mwenye nafsi, atatoa mshahara. Kila mtu amlipe kulingana na alivyo tenda. Leo mjanja mno. Mtu anaweza mke na mume yaani hakuna anaelewa mambo anayofanya. Wanachengana. Anazini, anahawala, anajificha mke wake asijue. Anahawala mume wake asijue. Analoga hata mke hajui mume ni mchawi. Usiku amelala, linalala kivuli na siko kwenye vikao vya wachawi. Kuotea wengine, kutendea hiyo wengine. Ipo siku zitakapofunuliwa siri za wanadamu mbele ya mwenye nafsi anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ungegeuka na kutubu leo mwanadamu. Ndugu zangu, kwa Mungu hakuna atakayejificha. Fikiria wewe mwenyewe amekufinyanga. Hiyo pumzi ni pumzi yake. Unasikia mtoto ana mimba mwezi mmoja, hawezi wakaenda kupima mapigo ya mtoto. Maana yake tayari Mungu anafanya uumbaji, kanaweka kamkono, tumiguu, kapua, kakichwa, macho yakaeje, paka amalize kufinyanga ule udongo, anautengeneza ule udongo, anaubumba Mungu anavyotaka mne tumboni kama alivyopenda mwenyewe. Kimaliza anaweka pumzi. Ndio naenda kliniki miezi 4, 3, 5 wa mama. Nesi anapima, anasema mapigo ya mtoto yako vizuri. Yupo aliyeiweka hiyo nafsi. Pumzi na mwenyewe ni Baba. Anaitaka jioni leo. Geuka jioni leo. Toka kwenye uovu mwanadamu. Toka kwenye mabaya mpaka lini? Mabaya yenyewe mwisho wake ni jehanamu. Wanadamu tumeanza kujiitia wenyewe. Huyu ni mweupe, huyu ni mweusi eti. Lakini Mungu anaujua udongo aliotumia. Wewe unaweza kumuita mweupe kumbe mwekundu. Wewe unaweza kuita mweupe, fahamu zako mwanadamu. Sasa unajiuliza, hivi mtu ni mweupe kweli au mwekundu? Au njano? Mwenyewe aliyeumba anaelewa. Udongo aliotumia na uelewa. Hiyo nafsi ambayo ni ya Baba wao. Rejea jioni leo. Yu hai mfalme.
amemtuma Yesu Kristo ili kwako upate kuwa salama Bwana. Yesu anasema yaani mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Anasema mwana anakaa nyumbani, mtumwa hakai. Mtu yeyote ambaye nafsi yake imeibiwa na shetani, imeweka kazi ya ibilisi, ni mtumwa wa dhambi. Hakai nyumbani mwa baba wa roho. Hata saa hizi ukiambia acha ulevi anashangaa, maana kila wakati mapepo ni kumtuma kalewe, kazini, karoge, katukane, kagombane, kaibe. Haliziki bila kuiba. Kufanya ufisadi, anajisikia kuugua. Umefanya kazi bila kuiba, mtaishije? Madili hamna. Nini? Nafsi ile iko kwenye utumwa wa dhambi, imebebesha mizigo. Haliziki. Awe kwenye sehemu yote, ofisini, apate nafasi serikalini, kwa baada ya kufanya kazi anataka mpaka iba, fanya ufisadi. Ndio ile nafsi inafurahia, ile iko utumwani. Shetani anaitumikisha na anazungumza naye, iba kabisa, weka mafao. Utakapozeeka utakuwa unachukua tu bengi unakula. Kumbe uzee sio wako, hata kesho sio wako. Mwanadamu umefugwa, mwanadamu geuka, mwanadamu tubu, yukalie, haweza kukuokoa utoke kwenye utumwa wa dhambi. Unauzee, vijana wanakufa, watoto wanakufa, na hajui lini atakufa. Hata mwenye mbingu na nchi hatujui siku wala saa. Mwanadamu akishakuwa na kauzima kala ambako Mungu amempumzia kale, anajeuri na kiburi cha uzima kingi. Mwakani nitafanya hivi, wiki ijayo nataka nifanye hivi, nihakikishe naingiza faida ya milioni 7, milioni 200, milioni 800. Yaani mwingine anaingiza faida 1000, mwingine anaanza kwenye mamilioni, mwingine matrilioni. Unadhani wiki kesho ni yake, kumbe si yako. Mwanadamu umefugwa, tunaishi chini ya mbingu kama wageni wapitaji. Salama ni kutubu, ni kuacha mabaya, ni kuacha kwenye kusudi la Baba wala jioni wala. Acha njia mbaya mwanadamu. Dhambi ni mauti yako mwenyewe. Yaani amefugwa kama kuku tunaofuga nyumbani na mbuzi. Mai wewe kufuga mbuzi, hapo mbuzi anajiamulia, wiki ijayo nitaenda kula majani kwenye mlima ule. Inawezekana? Yaani wanadamu tumefugwa kama mbuzi na ng'ombe. Kwa nini? Mungu akikosa kuleta mvua hakuna mjanja. Nifungwe koki uone, ndio jeuri ya kibinadamu na elimu ulionayo utaona kumbe haifai. Yaani Mungu afunge koki hata kama una hela matrilioni. Hata una hela hutaweza kuzila wala haziwezi kuleta uzima wa mwili. Ndio leo umefugwa. Mbuzi akiweka kwenye zizi, asipotolewa akachungwa huko anakufa njaa. Mwenye mamlaka ni yule aliyemfuga. Anaelewa saizi nitakiwa ng'ombe wakafanyeje, wakachunga. Anaelewa saizi majani katafute wapi. Ndivyo Mungu kwa mwanadamu alivyo. Hapo huyo mwanadamu ambaye Mungu anamhangaikia apate haki za kuendelea kuwa hai hata juu ya mwili, hataki kutekeleza maagizo ya Baba. Amekuwa mtumwa wa dhambi, ameibiwa. Ibilisi ameweka mambo yake ndani ya moyo wa mwanadamu, ndani ya nafsi. Kache kwa Baba leo, sioni leo, haweza kukuokoa ukawa salama Bwana. Yaani akiingia huyu mwanaume, hata hela ungepewa za rushwa milioni 20 huoni kama ni za samani. Akiingia Yesu nakataa milioni 20 za rushwa. Hata ungeambiwa nakupa milioni 80 huo ni thamani. Kama kuwa na Yesu ndani ya moyo, kama kutekeleza maagizo ya mwenye nafsi, unaanza kuona uthamani. Kitu cha thamani ni mimi kufanya maagizo ya mwenye nafsi. Saa hizi bila Yesu huelewi. Wewe unaona cha thamani milioni 20. Kumbe unaweza kupokea milioni 20, kaziweka benki, kalala asubuhi haupo. Ni za thamani. Mwingine anapokea milioni 20, anaenda anatafuta di malaya. Kwa milioni 20 zinakuua, maana huna Mungu. Ni mtumwa wa dhambi. Ikanama mfalme wa wafalme haweza kukuokoa. Mwanadamu kawa salama, ukaletea kwa Baba aliye hai. Chini ya mbingu kila kinachoendelea ni ubatili mtupu, wala hakuna usalama wa nafsi ya mwanadamu. Hata tumainishiwe magorofa, sijui utapewa magari gani, umekataa kutekeleza maagizo ya mwenye nafsi, iko ole, iko tori mbele, iko mauti ya yale unayotenda. Alimwambia mwanadamu,
haya nayo kuagiza mimi uyafanye. Ole wako ukitekeleza mengine, hakika utakufa. Ukifanya tofauti na mimi Mungu niliyokuumba. Nimesema hii bustani miti yote unaweza kuitumia, ila huu mti wa matunda ya mema na mabaya usiuguse, tena usile. Mwanadamu ana agizo la Mungu moyoni hata kama hajaokoka. Anaelewa hili Mungu anazuia. Ndio maana anafanya siri. Ana mke hapa na hawala. Mungu amesema awe na mke mmoja. Yeye ana mahawala 7 tena. Hataki hiyo aliyomo ndani. Ana maagizo tena mengine ya shetani. Ameelekezwa mengine kinyume na Mungu. Anaenda kutekeleza. Tayari nafsi imeambatana na nini? Na dhambi. Inatumikishwa, iko utumwani, imetoka kwa baba wa roho. Iko neema waweza kurejea. Yeye ni mfalme, ni baba muumbaji, anaweza kukugeuza Bwana. Hata kama ulikuwa na hasira, kiingia huyu mwanaume, anaondoa hasira, anaondoa chuki, anaondoa hila, anaondoa uchawi, anaondoa mizimu kwa wanadamu. Hii nafsi zote zirudi kwa baba aliyeziumba. Anamgeuza mwanadamu awe mwingine mpya Bwana. Mambo ya kale yaondoke. Wanadamu naonekana tunasalimiana, mwangaruka, mwagoko, mwagona, sia mwenyu. Kumbe hawapo, nafsi zao ziko kuzimu. Nafsi zimeambatana mambo ya kuzimu. Usiku au kwenye vikao vya wachawi saa 9. Mnasalimiana asubuhi hivi, usiku alikuwa kwenye vikao. Nafsi yake amejihuzuisha kule. Ndio mambo anayotekeleza ya kuzimu wakati ni wa Mungu. Na akiambiwa mtai, mimi mtai wapi? Umenishika. Wewe mlogi. Wewe kwenye vikao vya wachawi unaenda. Kama ulogi kwenye vikao unafanya nini? Mnajadili na mambo ya kufanya. Nasi unaiona inatembea. Akitembea hivyo ameloga mtu. Ni maelekezo aliyoelekezwa kwenye vikao. Ole wachawi ole. Toba acha uchawi mwanadamu. Toba acha njia hizo mbaya. Shida mimi. Hata walioolewa na mchawi na kazi hawalalagi ndani. Yaani wenyewe wengine tukishakula wenyewe tunasema tukapumzike, hata kama na kitanda cha 6 kwa 6, godoro urefu hivi anatandika tu halali yeye. Ni kivuli. Ninasi alipo liko kwenye vikao kila siku. Kuna binti moja aliolewa na mchawi. Hata siku ya harusi alienda kuwanga. Jamani, hata toki kujifungua hospitalini. Nasi imeshaenda ameacha na mtoto. Ikopi hilo itanyonyesha. Dia mtoto unasema amesinzia, kumbe limeondoka. Tabu mchawi, acha uchawi. Acha njia mbaya. Toka kwenye utumwa wa dhambi. Ni mambo magumu wanadamu anayatenda chini ya mbingu. Mungu anashangaa mbinguni. Yule kijana mchana anapandela, amevaa suti na tai. Mwana madawito wachawi. Anameremeta. Jojo ni bwana harusi. Kumbe lichawi lirogi. Hasa huyo bibi yao siku moja mchungaji, siku zote huyo mtu halalagi muda naye tunaenda kulala. Nakuja kitandani saa 10 mpaka wange aenda sebuleni. Madoido siku ya kwanza alifanya hivi. Kuna mwisho wa dhambi tu. Dhambi kama mimba inaongezeka, maana hapo utafumuliwa tu. Bibi harusi amechoka. Tukalala, anakataa bwana harusi kulala, yuko sebuleni. Tuone mambo hayo. Bibi harusi kaenda kulala. Lala we. Geuka bibi harusi. Haoni mtu. Saa 10 ndio anarudi, anauliza asubuhi, umelala wapi? Mimi nimezoea, mimi ndio tatiba zangu hizi, sijazoea kulala mapema. Na kuaga na maombi toka niko chuo niko na yani masaa yangu ya kulala. Anadanganya. Siku ya pili hivyo anaenda sebuleni, inapiga hivi magoti na inama hivi. Halipo. Gonga. Baba, niko wapi baba? Niko kuloga. Mnadhani usingizi gani wao umeinama kwenye kiti mpaka saa 10? Toba acha dhambi mwanadamu. Toba acha njia mbaya. Nafsi yako imebeba nini? Ulionayo. Mambo ya ajabu wanadamu waliobeba chini ya mbingu. Hawezi kukaa nyumbani kwa baba mwenye dhambi, ni mtumwa. Na mtumwa halali muda wote ni kazini. Anasema mwana huwa anakaa nyumbani siku zote. Ni yule aliyekaa ndani ya neno, amekaa kwa baba wao. Ambaye shetani ameweka vitu vyake ni mtumwa. Hana usiku, yani wakati wote. Mchaji anatembea hivi yuko kazini. Yale maelekezo ni kufanya kwa watu. Kisiodoa hivi macho matuma mazao. Kuna mama mmoja kipindi nakuwa Mbeya mimi. Mpaka tulikuwa tunakimbia kupita kwake. Yaani ukipita hata na mtoto
amesharusha mamikuki kwa mtoto. Unaenda naye nyumbani mtoto anasema umepita kwa mama fulani, amesharusha mikuki nyingine. Mpaka lini hayo maisha wanadamu? Kwenye vifungo na laana, kwenye nguvu za giza. Yukariasina kifo na mauti, alishuka kuzimu, amenyang'anya funguo. Kuzimu haina nguvu tena. Ukija kwake anaondoa uchawi. Bwana, tunawekwa huru, bali na uchawi, bali na vifungo, bali na upanga na mizimu, ni ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hata kama unifanya maagano kuzimu ni yake. Ukifanya maamuzi na kuzimu na kuondoa, shetani amechukua nafsi za wanadamu. Unaona anatembea hivi mchana, wanalima nafsi ziko kuzimu, wana maagano hayo, anatembea na roho za uchawi na uganga, wana miungu. Hata kama anafanya kazi amtendea hila mwenzake, anaweza kufanya kazi hela anachukua yeye, anamchezea katika roho. Acha kazi mbovu mwanadamu, acha hizo kazi, acha hiyo kazi ni mbovu, ni mauti, ni kifo. Hautamwona Mungu. Hapa na wanda mchana na kiburi, hapa na linga nimemkomoa. Mweko na Mungu ukomoe mwingine. Wewe si umefugwa kama mbuzi wewe? Wote hapa tunapita kama pitaji. Nafsi imeshika maagizo ya shetani. Hakai nyumbani mwa baba na hawezi kumwambia hata mtu anayetembea naye kwamba analoga. Wachawi hawasemi. Hata kija kwenye wokovu hataki kwamba aseme wenyewe. Paka pigwe. Ndio maana hutokaki kwenye hayo manguvu. Taka pigwa kwanza ndio aone moto wa Mungu umemzidi. Naloga. Mbona ukusema mapema? Toba unasema mapema. Leta na matunguri ulionayo. Na wapembe. Sana ufunguliwe. Uwekwe huru. Uambari na vifungo vya dhambi Bwana. Mungu alikuumba sio uloge. Alikuumba si utembee na matunguri. Alikuumba si utembee na uzinzi. Alikuumba si utembee na masamba ya ukoo. Ukoo kuumba hiyo nasi. Ukoo hali milele ni baba. Baba hiyo nasi anakuita jioni ya leo. Mtu anaita haya ni magoko ya upande wa baba. Ana matendele mkononi. Haya ni ya ukoo wa baba. Mamizimu. Haya ni mamizimu kwa mama. Kwa hiyo huko amevaa mengine huku mpaka miguuni. Watu wana miziko. Anatembea chengeri. Umekuwa mbuzi wewe, sie za nani za maandageti. Chengeri na nani makengele miguuni. Si mateso haya. Chengeri umekuwa mbuzi wewe. Eti paka lini na hiyo mizigo? Paka lini na hiyo mizigo iliyobebeshwa na ibilisi? Hakai nyumbani siku zote, anaotea mazala tu. Ikotea mabaya. Mbona kumwona mwanadamu anavaa manani afanya chengele miguuni? Yaani unajua ameelemewa. Amebebeshwa. Toa kwa Yesu tuwe hiyo mizigo. Toa kwa mfalme aliyesuka kuzimu siku ya 3 alitoka kaburini hai. Bwana amejaa upendo, amejaa neema na pendo kwa wanadamu wote. Anaita kwa upendo. Waganga njoo kwa Yesu, wachawi njoo kwa Yesu. Acha uchawi, acha uzinzi, acha ulevi, acha bangi, acha sigara mwanadamu. Acha kujiua. Mwanadamu anapotenda dhambi anajiua kila siku. Anasogea kwenye hii mauti yake. Kila anapotenda dhambi anajisogeza. Mauti ya roho na ya mwili. Dhambi na mauti mbili. Kwanza hapo itenda mwanadamu na muua rohoni, hayupo kwa Mungu. Maana Mungu alisema, usipotimiza maagizo yangu haya, hakika utakufa. Hautapona. Wewe anapotekeleza maagizo ya shetani, kila siku anaenda hivi, ndio anajiua mwenyewe rohoni. Anaendelea kutenda mambo ya shetani. Shetani nawaza tena ni muue na mwili. Wakati wowote. Pombe unayokunywa kwanza ni sumu. Kwa kadri anavyokunywa sumu, zinaenda kwenye maini, kwenye mapafu, zinafanya kazi yake ya kumwata katika mwili. Rohoni amekufa, alafu na mwili anatafuta. Sio kwamba pombe, magongo, poko unaona mdomo unaungua, alafu yameingia tumboni mwa mtu. Yamepita kwenye maini, kwenye mapafu, mote njia zote zilizotengeneza Mungu, mfumo wote yanapita magongo, makali ya kinywa. Ni mwenzake anasema, mwanangu hivyo hivyo. Tazoea. Yaani wanahimizana kuuana. Tulia mwanangu, hii itakuweka sawa. Huku mnauana. Na gongo amenua na hela. Anajua mwenyewe mwanadamu. Na pesa aliyo nayo inamnyonga, maana ana Mungu. Kila siku anaposogea kwenye dhambi, anaenda kwenye mauti za aina mbili. Roho imekufa na
Shetani anatafuta tena mkatilie mbali hata nini? Mwili. Yeye haelewi. Nasikia bwana, siwezi kufanya kazi, mapafu hapa. Nasikia kiu ya sigara, nipate tambili hizi. Angalau nikizimua hivyo hali yangu itakaa vizuri. Haelewi. Anaenda kwenda dukani, naomba zile zinazoua mapafu na maini. Shingapi? Anatoa hela. Anatoa. Zani oksezi ya gari. Mimi mwanadamu. Anajua, anajimaliza mwanadamu. Yukana kata kiu ya dhambi. Haweza kukuokoa. Anaitwa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Simba kabila ya Yuda. Haweza kukuweka huru leo. Anakata kiu ya dhambi ndani ya mwanadamu. Nasi rudi kwa mwenye nasi. Utashangaa ukiona sigara unaona kama kinyesi. Hata kama ulikuwa unalewa, akiingia Kristo ukiona pombe, unaona kama kinyesi. Harufu yake ni mbaya sana. Nini? Ameingia tabibu. Anayetibu roho za wanadamu. Aliye ufufuo na uzima. Anaitwa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Akiingia ndani ya moyo wako, analeta ufufuo Bwana. Anasema mimi ni ufufuo na uzima. Sasa cha ajabu wanadamu ndani ya mioyo wanamkana. Wanataka dini. Anasali huko analoga. Anasali huko anazini. Anasali huko analewa. Anasali huko anavuta bangi. Anavuta sigara. Alafu kwenye bangi wanatiana moyo kweli. Maana ngonja hii itakupa nguvu na stamina. Alafu huogopi. Wewe unaoneje unavyoambiwa si kama kitu kizuri. Hata ukipanda kwenye mnara wa juu ule mti, huwezi kuogopa bangi, inakuweka sawa. Kumbe ndiye inamharibu. Naweza kachukua hata vipolo kwenye majalala anasema oya mwanangu mkate. Zimevurugika. Zimefiatuka akili. Bangi amona itumio ni mauti yako. Hautawa salama. Salama yetu ni Yesu aliye hai. Akiingia ndani ya moyo mwanadamu anakuwa salama Bwana. Mabaya unayachukia. Mabaya unayakataa. Mabaya unayakemea. Saizi ujui. Bila kuingia Yesu utajua kukemea. Sije tamaa, ataenda kwa kimada, ataenda kujizungusha, ataenda kupiga message simu, anamtafuta hawala. Hajui kukataa tamaa. Paka ingie Yesu ndio unaanza kukataa. Kwamba mimi siwezi kutembea na dhambi. Mle ndani unasikia nguvu ya kukataa dhambi. Saizi una uwezo. Dhambi inakuendesha, umekuwa mtumwa. Anasema mtu yoyote anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Dhambi kila siku inamtuma. Tunaposema dhambi maana yake shetani kila siku anamtuma kufanya kazi zake. Kaleo, kaibe, kazini, afa anamwekea furaha ya uzalimu. Anaenda kujiua, afa furahie yale mabaya. Ndivyo ulivyo mwanadamu. Ila kuwa na Yesu, hakikutangamia, hakikatai neema. Iko mbele yako, hiyo kitabu leo, ukarejea leo kwa Baba wao. Rejea kwenye mpango wa Mungu aliyekuumba. Anasema yeye ni Mungu aliyetuunga kila moja ndani ya tumbo la mama yake. Alikuunga mwenyewe. Anaweka kamguu, anaweka mguu mwingine, anaweka mkono, kichwa na nini, pua na macho, masikio, akaweka masikio mahali pake. Huyu aliyekuumba mbona unafanya mengine? Mbona utekelezi maagizo yake? Mbona unafanya ya shetani? Mbona umeibiwa mwanadamu? Dini anayo, kusali anasali. Lakini muangalia anayotenda. Nafsi inatekeleza maagizo ya nani? Nafsi ni ya Mungu, imeshika ya nani? Yeye alisema utende maagizo yangu ili uwe hai kwangu. Kama utafanya mengine, hakika utakufa. Sasa wanadamu wanatembea na mauti zao wenyewe. Hapo shetani anasema uko mjanja sana. Wewe unapata vitu vizuri. Kwenye dhambi anamuita vizuri. Hapo vizuri anamuita aone vibaya. Amepindua fahamu. Anamfanya mwanadamu atembee kichwa chini miguu juu. Mama baya ni mema, anaona mabaya. Amemharibu mpaka fika anafahamu. Utaharibiwa hivi na shetani mpaka lini mtu wa Mungu? Taubu leo njoo kwa Yesu. Yuko mwanaume mmoja aliye hai milele, haweza kukugeuza akili yako ikarejea, nasi ikarejea kwa Baba wa jioni ya leo. Huyu mwanaume ni mtamu sana. Aliwaambia wale Wayahudi, mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mtaifahamu kweli, afu kweli itaweka. Watu wengi wanaotumikisha shetani
hawaifahamu kweli. Ndio maana wajawa huru. Wako watumwa, anazini penda sipende, analewa penda sipende, hata kisema nje ni exercise. Magonjwa mengi mno haya mademu haya. Naweza nikaparamia pengine siku 2-3 amelifuata lidemu mwenyewe. Hajalifuata lia na nikutana nao lingine nimevaa nguo za kulali. Hana Mungu. Kuna kijana mmoja nilikuwa namshuhudia Dodoma. Anasema sasa mchungaji, mhubiri na haya mabinti na yeye anatushawishi mno. Hela zote za bodaboda tunamalizia huko. Yaani ikifika jioni tu wameenda kuvaa vinguo vya kulalia, wametengeneza EPC, anawatikisia makalio huko nyuma, unashindwa. Naona mambo yaliyopo. Nikasema kuanzia wewe na huyu anayevaa hizo, mko kitu hiki. Yesu akiingia wewe moyoni, hata tikise makali yako una shida naye. Tena unamwambia binti, okoka, utakufa na ukimwi. Hata hivyo na magonjwa. Sasa unashindwa kumwambia mmoana. Sumaku zimekutana. Wewe una uzinzi na huyu ana uzinzi, mmekutana. Eti mzuri ni nani? Wote hao watumwa. Na mnenalia hilo haweza kukoka ukawasoma ni ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna tamaa kwake Bwana. Kwa Yesu Bwana kuna raha. Mtaua na kulizika ni faida. Mtu akiwa ndani ya Kristo, rushwa anazikataa pepo kama sichukue ya alamu. Siwezi ni mwiko juu ya Israeli. Hana Yesu. Tena sema eleweka. Tena mle ndani kwa sababu ni mtumwa, dhambi inaanza kuongea. Leo una mema. Yaani hizo siziachie. Ukiwa na Yesu utasikia sauti ya hivi. Zimekufa sauti za kutamani dhambi. Hela ya dhambi unaona ni laana. Ni najisi, haikufai. Tunachukua hela halali. Senye mbazo imekuwa haki, upewe maana ni haki yako. Hatuchukui hela haramu akiingia Kristo moyoni. Tunakataa rushwa, tunakataa ufisadi, tunakataa mabaya. Aikie huyo mwanaume ndiye anageuza fahamu za mwanadamu. Nitamwambia yule kijana, yaani wewe usiseme mimi niende nikwambia wale mabinti wasivae nguo za kulalia. Wewe na wale mabinti wote mna kazi moja, ni watumwa wa dhambi. Ndani mwako imo dhambi na yule imo. Mmekutana kama sumaku, mmenasana wenyewe. Mmelingana. Kila mtu hana Yesu, wote mna matamaa. Angekuepo aliye na Yesu asema wewe binti utakufa. Hii ni mauti iliyobeba. Maana wanavaa makusudi zile. Wamechukua nguo kama maderi ya kuuzia vitumbua. Makusudi. Anaonyesha kila kitu ni vitumbua, maandazi. Ibagia. Sasa una Yesu kijana. Una Yesu baba. Utatelekeza mpaka familia. Maana yale ni makahaba wako kufanya kazi ya mtumwa. Geuka haweza kukoka ukawa salama Bwana. Unampenda mmoja tu. Ndani ya Yesu tunaitana my love, my honey. Rafiki yangu, mpenzi wangu. Kwa kuwa na Yesu, una Yesu utamuita my honey. Hata kumuita my love mke wako utaweza. Kuna libaba limoja hata kwenye simu limeandika hawala my love. Alafu limeandika namba ya mke wake. Nimeandika baba Jem, mama Jem. Yaani mambo ya ajabu. Shetani amefyatua akili wa baba. Zimefyatuka kabisa, ziko kwenye chupa wewe. Ushachukuliwa na kimada. Yaani mke wake amesave namba yake mama Jem. Yaani ameandika jina la mtoto. Alafu hawala ameweka my love. Mke anapangusa akakutana na message. My love ni nani tena huyu? Anafuatilia namba ya my love haijui. Jina la mtoto wake namba yake. Mchungaji, nimekuta mambo ya ajabu. Na mnanalia ni sama ndani ya Yesu aliye hai. Wanakata kiu ya dhambi. Mwanadamu anakuwa salama Bwana. Ni ndani ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hakika imekaa vizuri ndani ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yule mama alitoka. Akamwambia hapana, ni shetani tu. Yaani ameelewa mke wake eti anaita jina mtoto. Alafu yeye ndiye ameita my love. Alafu na yenyewe hawa limetuma mpenzi, sijui pitie wapi huko. Message zimo mle sasa. Mpenzi, kabla hujafika, pitia pale basi. Ulete nini? Mambo ya ajabu chini ya mbingu. Wanadamu naye tena. Nini? Shetani akili zimefuse. Amewavuruga. Amewachanganya, wamekuwa watumwa.
hakai nyumbani mwa Baba, hana Yesu, hana Mungu ndani, kukataa dhambi, hana uwezo huo. Wengine wamebadilisha majina, Uncle John sijui nani, kumbe ni hawala. Mume akipita mle anaitwa, anajua ni Uncle, kumbe hata sio Uncle, ni malaya lake. Wana mbinu mbalimbali. Unaweza zitakuokoa na Mungu hizo mbinu? Yuko shahidi mwaminifu kwa habari ya nafsi ya mwanadamu. Yuko shahidi mwaminifu ambaye ni mwenye nafsi. Hakuna kitu kitakachofichika mbele zake, hafichiki. Yaani waweza kudanganya mume wako, waweza kudanganya mke wako, waweza kudanganya majirani. Yupo ambaye hadanganyi, mwenye nafsi. Kila kitu unachokitenda kinachukuliwa kwenda tena kwa standard ili ukapate nini? Mshahara. Amesema kila goti itapigwa mbele zake na kila ulimi utaapa kwamba yeye ni Bwana, ili upewe nini? Haki. Toba jioni ya leo, toka kwenye utumwa wa dhambi. Amesema mtumwa siku zote hakai nyumbani, hawezi kutekeleza maagizo ya baba wala mtumwa. Ni kutumwa tu, kubebeshwa magunia, kubebeshwa makokoto, kubebeshwa magunia ya simenti, usiku kucha, mchana kutwa, yote anayowaza ni mamizigo ya dhambi. Usiku analala, wanachati mpaka saa 9 hawalali, wako mbundi kweli. Kuchati na mama malaya halali. Ametoka hapa anachukua tena simu, hayo na simu kubwa haya inaitwa janja, ndio sumu. Mapicha ya ngono, matakataka ndio unaotembea nayo hayo. Utapona kweli? Wewe si mtumwa wa dhambi? Paka lini hayo maisha mwanadamu? Tubu leo. Pendo la Baba linakuita. Geuka leo. Yukalia hai milele. Alisema msalabani, yamekwisha. Mwanadamu akolewe, hawekwe mbali na dhambi, mbali na laana na vifungo. Bwana, simama kwa miguu miwili. Mungu aliyokupa ni neema ya pekee jioni ya leo. Chukua hatua moyoni, rejea kwa Muumbaji. Pango wa Mungu kumuumba mwanadamu, alitaka mwanadamu atekeleze maagizo yake. Mwanadamu awe hai kwa Mungu aliyemuumba. Mungu amtume kufanya kazi zake. Mungu aseme kaombe, kahubiri Injili, usamehe aliyekukosea, naenda katie moyo yule, naenda kafanya. Mungu hana watendakazi wa kutuma kazi. Mwanadamu aliyemuumba hafanyi kazi ya Mungu, alipo nyumbani. Amekuwa mtumwa wa dhambi. Shetani anamtuma kalewe kazini, karoge, katukane, nuna leo usiongee. Mwanadamu ni kuitika tu. Si amekuwa mtumwa, alipo nyumbani. Yuko mwanaume mmoja jioni ya leo aweza kurejesha nyumbani kwa Baba wa roho. Amejaa neema na kweli kwa wale wanaotubu na kugairi. Chukua hatua moyoni leo, rejea, toka kwenye utumwa huo, rudi kwenye mpango wa Mungu aliyekuumba. Simama kwa miguu yako miwili. Kama uko mbali, fumba macho, niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, jioni ya leo mesema na uumbaji wako, pango wako Mungu kumuumba mwanadamu. Ulitaka tekeleze maagizo yako ili awe hai kwako Yehova. Ulisema usile matunda ya mti wa katikati, mengine waweza ukala, ukila huu mti hakika utakufa. Umesema na uumbaji wako jioni ya leo, neema hii Baba wa rehema funulie ndani ya moyo wa kila mmoja aliyesikia neno hili na kulipokea moyoni, iwe uhai na wokovu, iwe uponyaji na uzima. Maana umesema neno lako haliwezi kurudia wewe kamwe, tatimiza mapenzi yake. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tamke wokovu kwa kila moja. Funga nguvu za giza, madhabahu za kuzimu, kote ziharibiwe. Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nasi rejee kwako Baba mwenye nasi, utii kweli ndani ya mioyo. Asante maana ni Mungu umetenda, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu kiomba na kushukuru. Wote tuseme amen.